bahari na kuachia, maana umeingia ndani ya safina. Sikiliza nikwambie, safina ni Yesu. Ukiingia huko uko salama, uko salama, uko salama. Wewe na uzao, wewe na familia, wewe na nyumba yako. Haleluya. Ingekuwa Nuhu akakataa kutengeneza safina, kwa kutii kwa Nuhu aliponya kizazi chake, aliponya kizazi chake. Jamani, tulio ndani ya safina tuko salama Bwana, tuko salama Bwana. Tulio ndani ya safina tuko salama Bwana. Wake zetu wana mashaka kwenye kazi tunakofanya serikalini. Serikali haina mashaka na sisi, kwa sababu sisi tuko ndani ya safina. Haleluya. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Walikuwepo wakoma wanne, walikuwa na ukoma, wakasikia safina inapita, wakasema Yesu mwana wa Daudi uturehemu. Akawaambia nenda kajionyesheni kwa makuhani. Kabla hawajafika wakakuta mikono yao imetakaswa, kwa sababu walikubali kuingia kwenye safina. Na wewe ukikubali kuingia kwenye safina, jioni leo unatakasika. Pombe zinakuacha, umalaya unakuacha, uchawi unakuacha, dhoruba zinakuacha. Ingia ndani ya safina, ingia ndani ya safina, maana hiyo safina ni Yesu, maana hiyo safina ni Yesu, hiyo safina ni Yesu, hiyo safina ni Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Walio ndani ya safina wana baraka. Haleluya, haleluya. Bwana asifiwe. Walio nje ya safina Bwana, mateso yao ni mengi. Kule Tunduma kuna pombe fulani zinaitwa Jambo Jingi. Kwanza zinakusalimia, zinakwambia hujambo. Zile pombe ni hatari sana. Alafu wale watu wa Zambia walivyo washamba, wanauzia zile pombe bukubuku, zinaitwa Jambo Chini. Yani kwanza zinaitwa au Jambo Jini. Sikiliza zile pombe Bwana, watu wakanywa, wakajua zimekuja pombe nzuri. Walipokunywa zile pombe, sikiliza nilichokwambia, wale vijana wakakapa, wakaagiza pombe za 10,000 ambazo zilikuwa 10. Wakawa wanakunywa, wanalewa, wanagonga na cheazi, wanakunywa, wanalewa, wanashindana kulewa. Wengine akanywa chupa 5, wengine akanywa chupa 8. Walipoanza kurudi, wakawa wanashindwa kutembea. Walipofika kwenye mageto yao, walikuwa hawajaoa. Asubuhi tunafika kwao, tukakuta yule mtu ambaye amefia kwenye kikombe, ameweka maji hapa, hakuna kuchotea maji, pombe zimemkausha. Nataka nikwambie, tulio ndani ya Yesu tuko salama, hatusongwe na dunia, hakuna cha kutuharibia. Ushuhuda wa mwisho ni huu, ushuhuda wa mwisho. Alafu ninaenda kuongoza watu sara ya toba wanaokubali kuingia ndani ya safina. Kabla sijaja hapa Kagera, kuna mwanaume mmoja pale Tunduma alimfukuza mke wake. Alikuwa anampiga, anakitoka melewa huko. Na kipindi hicho wakati tulikuwa tumepanga karibu na yeye, alikuwa anampiga mke na vyupa, anampiga mke na vyupa, anampiga na chupa za bia, akilewa na mtukana, anamfukuza na mabegi. Basi mwanamke akavumilia, akashindwa, akamwacha kwa sababu ya ulevi wake, akamwacha kwa sababu ya ulevi wake. Na yeye mwanaume akasema, mimi na wewe hatuendani. Huyo mwanamke anasali, anaenda kanisani na bado hajaokoka, lakini ana usalama kidogo. Anakuja kanisani, tumemhubiria, sasa amesahau koka. Sasa yule mwanaume akamfukuza yule mwanamke, akaondoka, akawaka bi mdogo bwana. Yule bi mdogo bwana, kumbe alikuwa na vyeti 3 vya milembe, alikuwa na vyeti 3 vya milembe.
mirembe. Sikiliza, ana vyeti vitatu vya mirembe. Dada ni mzuri, dada ni mrembo. Ukimkuta ni kama dada, ukimkuta mwanaume unasema nimepata dada. Kuoga anaoga, kunawiri ananawiri. Ule unaitwa ukichaa wa ustaarabu, sio ukichaa. Yani ukimkuta hapo lazima kijana udate. Kweli vijana walikuwa na data na wanja alionayo. Huyo baba akadata naye, akawa wanapetiana mpaka njiani, wanapigana na mabosu njiani, wanakunywa pombe wote, wanakunywa wanalewa wote. Soda utakusaidia, wanakunywa pombe, unao sio wajua. Sikiliza nikwambie, wakawa wanapitiana siku ya kwanza, wiki la kwanza, wiki la pili, wiki la tatu. Ule msiba mpaka mwenyekiti wangu wa mkoa alihudhuria. Ule msiba alikuwa na ndugu na mwenyekiti wa mkoa ambaye wa NRC tule mkoa wa Songwe. Tulipokaa pale, yule kijana, sikiliza, yule mwanamke bwana, kumbe kichaa kimepanda. Wametoka wamelewa, wakalala usiku. Walipolala usiku, yule mwanamke akaenda kanunua petroli, akawatoa watoto wake. Alikuwa na watoto. Kumbe mwanamke yule, mume wake wa kwanza alichinja, mume wa pili alimtoa vidole, huyo watatu ana mpango wa kummaliza. Alipokuwa amelala, akaingia kule chumbani, ninaweza nikakuonesha na picha. Akaenda naye kule chumbani, akaweka nguo, akamwaga mafuta ya petroli, akafunga milango, akamchoma. Jamari hiva wewe, na unene ule mafuta alikuwa yanatoka namna hii. Haya, mshahara wa dhambi ni mauti, mshahara wa madhambi ni mauti. Tena kwenye msiba wake wakanipa na kuhubiri. Sikiliza nikwambie, haya, na alikuwa ni fundi garage. Wakati mwingine chombo changu cha moto ikipata shida naenda kupeleka kwake. Nataka nikwambie, mshahara wa dhambi ni mauti, mshahara wa dhambi ni mauti. Ukiingia kwenye safina uko salama, amekufa kifo cha aibu. Sikiliza sasa vijana, ninahubiri msibani. Niko nahubiri msibani, wanasema hatuoi, wanawake wanatuchoma, hatuoi. Nikawaambia hamuna Yesu, ndio maana hamuoi. Kama mkioa, mtaoa wenye vyeti vitatu vya mirembe na watawachoma moto. Haya, kama mwanamke hujaokoka, utaolewa na kichaa mwanaume. Kuna wanaume ni vichaa, hawajapimwa tu. Wangempima ni kichaa nusu hapo. Ukiolewa na kichaa uko hatarini. Sikiliza nikwambie, mwanamke aliyenipata mimi amepata bonge la handsome. Hata kama ni mweusi, hata kama sura ni mbaya, mimi ni handsome kuliko wewe, ni mzuri kuliko wewe. Wewe ni mbaya kwa sababu hauna Yesu. Waliona Yesu wako salama. Simama juu, simama juu ulipo mkutano. Wewe ulioko mbali huko, sisi hatuhubiri Roma Katoliki, wala tuhubiri habari za Rusela, wala tuhubiri habari za Assemblies, wala tuhubiri habari. Tunataka uokoke. Ukiwa kwenye kanisa lako uwe umeokoka. Una upako. Unaposali kanisani kwako, mchungaji ajivunie, paroko ajivunie, padri ajivunie. Kama padri ana mapepo, hata mchungaji wako ana mapepo. Hakutana na upako. Una upako. Wapate watu wapi walio ndani ya safina. Tumekuja kusema leo, hatusemi dini ya mtu wala mchungaji wa mtu. Tunachohubiri ni Yesu, 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 ni Yesu. Hatuhubiri habari ya dini, hatuhubiri habari ya zebu, hatuhubiri pokea Yesu. Jioni ya leo hatuhubiri habari ya Roma Katoliki, hatuhubiri habari ya Moravian, hatuhubiri habari ya Assembly of God, hatuhubiri habari ya Anglikana, hatuhubiri habari ya Pentecostal. Tunasema
unaokoka, ila unapookoka uwe na kanisa, uwe na kanisa, uwe na mchungaji. Unapookoka uwe na kanisa, uwe na kanisa. Warapapa ayarabaya, kijana okoka, kijana okoka, kijana okoka. Toka vijana tulioshiba neno, tulioshiba maandiko, hatuna dharau. Tukienda popote tunahubiri Injili. Popote ulipo unaweza unasogea. Unataka kumpa Yesu maisha yako, hatari ipo. Nyewe mliokaa kule chini, najua wengi hamjaokoka, mnaenda tu kwenye madhehebu yenu, hamjaokoka. Nasema nataka uje umkiri Yesu. Ukimkiri Yesu jioni ya leo, magonjwa yaliyokukamata usizuie na dini yako. Hatujaje kukuhamisha kwenye dini yako, usizuie na chochote, ila tunachotaka leo umpe tu Yesu maisha yako. Uwe kama Bartholomayo kipofu aliyesema Yesu ni rehemu, alafu alipomwambia Yesu ni rehemu, Yesu akamfungua. Nataka tusogeleane, tusogeleane, tuondoke kwenye viti, tusogeleane. Wale wanaotaka kuokoka, wanaotaka kukata shauri jioni ya leo, wanaotaka kukata shauri jioni ya leo, wanaotaka kumpa Yesu